Shukrani ni njia ya kumwonyesha Mungu kuwa yeye ndiye sababu yako kufikia hapo ulipofika na kuonyesha heshima mbele za Mungu. Shukrani, neno shukrani au nashukuru ni pale mtu amekupa kitu. Haleluya. Mfano, mzee ananipa kitu, lazima nitamwambia asante, ninakushukuru kwa kuwa umenipa. Shukrani ni njia ya kumwonyesha Mungu kwamba hapa nilipofika, yeye ndiye aliyesababisha mimi nifike hapo nilipofika. Kwa hiyo ni tendo la heshima na la unyenyekevu. Ni tendo la kuonyesha unyenyekevu na heshima mbele za Mungu. Haleluya. Kuna maandiko machache nitasoma hapa ya kuhusu kushukuru, kisha nitasoma maandiko mengine jinsi itakavyotabiri mbele za Mungu leo na nitakavyokutabiri hapo kidogo. Haleluya. Warumi 1 mstari wa 8. Shukrani ni njia ya kumwonyesha Mungu kuwa yeye ndiye sababu yako kufikia hapo ulipo, na ni heshima na kuonyesha unyenyekevu kwa Mungu. Ina maana ninapoenda kwa mzee na muomba, ananibariki na kitu ambacho nimemwomba, akinipa, ninapomwambia asante, ninaonyesha unyenyekevu, ninaonyesha heshima kwamba yeye ndiye amenisaidia nifike hapo nilipofika, kukipokea hicho kitu nilicho nacho. Haleluya. Kuna mtu uko hapa ndani, lakini uko hapa ni kwa sababu ya mtu mwingine amekusaidia kukuonyesha njia, amekusaidia kukuonyesha mwelekeo. Hapo ulipo unapaswa kumwambia asante kwa kunifikisha hapa nilipo, kwa sababu wewe ndio umenisaidia. Lakini leo tunaenda kumwambia Mungu asante kwa sababu ametuvusha na mwaka, tena ametupeleka mwaka 2026. Hivyo tuna sababu ya kusema asante Mungu. Ndio maana neno shukrani ni kuonyesha asante mbele za Mungu. Haleluya. Twende katika kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi, ninakwenda haraka na nitamaliza haraka ili kila mtu achukue time yake, angalie mambo yake. Haleluya. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inadhihirishwa katika dunia nzima. Paulo alipofika Rumi, aliwaambia kanisa ya kwamba anamshukuru Mungu. Paulo alipoingia pale Rumi tu, ghafla punde akawaambia kanisa la Rumi, anasema kwanza ninamshukuru Mungu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Paulo alikuwa anazungumza na kanisa, watu walioko kule Rumi waliokuwa wameshamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa haraka Paulo anaona kumshukuru Mungu kwa ajili ya imani ya watakatifu ambayo ilikuwa imesikitika ndani yao. Paulo anamshukuru Mungu na anawashukuru wale watu wa pale Rumi. Anawaambia anamshukuru Mungu kwa ajili yenu, tena kupitia Kristo Yesu aliye Bwana. Anasema namshukuru Mungu katika Yesu kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inadhihirishwa katika dunia nzima. Paulo alifurahia sana kuona wokovu ambao alihubiri kwenye mataifa mbalimbali, watu wanaubeba na kuutunza na kuendelea nao. Paulo alifurahishwa na ile imani ya watu walioipokea kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo akaenda kumshukuru, anasema namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Paulo akajiingiza kumshukuru Mungu kwa ajili ya lile kanisa la Rumi. Haleluya. Paulo anataka kuonyesha tendo la shukurani mbele za Mungu na unyenyekevu na heshima kwa Mungu, kwamba ndiye aliyeweza kuwasaidia hawa Warumi waliookoka, walietunza imani, na hiyo imani yao ikahubiriwa kwenye mataifa mengine pia. Haleluya. Kwa kuwa imani yenu inadhihirishwa katika dunia nzima.
kwamba imani walioipokea watu wa Rumi ndio hiyo imani ambayo umeipokea na wewe, inadhihirishwa katika mataifa mengine yote. Paulo anashukuru, anasema namshukuru Mungu kwa ajili yenu, kwa ajili ya ile imani. Unajua ile imani ambayo Paulo alikuwa amehubiri mahali pengine, na hiyo imani ilikuwa kwa wale watakatifu ambao walikuwa wameipokea. Haleluya. Kwa hiyo sina budi kusema namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye Mungu amekupa neema leo, amekuvusha na mwaka mpya, tena umeilinda imani, tena bado unamtetea Kristo. Pamoja ulipitia matatizo, pamoja ulipitia shida, pamoja ulipitia misiba, yamkini umekandamizwa, yamkini umesemwa vibaya, yamkini umenenewa makufuru, lakini Mungu anayeishi milele amekufikisha na leo tena. Bali namshukuru Mungu kwa ajili yako. Kiongozi wa ibada, mwinjilisti pale, unajua ni mwinjilisti ndio maana maneno mengi. Amehubiri hapa muda mfupi nikasikia machozi kidogo kutoka. Kaongea vitu vikubwa vizito vikanitirisha machozi kwa ndani. Kwa sababu gani? Alikuwa anashuhudia, anasema Mungu ametuvusha, napaswa tumshukuru. Kuna wakati tumetoka katika malaumu, tumelaumiwa, tumesemwa, tumepigwa, tuna adui. Ni adui alikuwa anatupiga, wakati mwingine anatutengeneza, wakati mwingine anatuimarisha. Haleluya. Kwa hiyo Paulo aliona kumshukuru Mungu kwa ajili ya ile imani. Lakini pia Yesu alisema mshukuruni Mungu kwa kila jambo, hata mabaya tumshukuru Mungu. Haleluya. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Jamani, nilipokuwa Bukoba nilipata majeruhi kidogo. Unaona huku kidogo tukovu, huku kidogo ilianza kuchanika. Kuna baridi sio ya kawaida. Kuna baridi. Yaani unaliona wingu hapo juu limetanda masaa yote, kwa mvua ndogo ndogo. Baridi. Tusome katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya 4 ule mstari wa Wakorintho wa kwanza ni Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4 Paulo alisema maneno haya. Alipoenda Korintho, Paulo alikuwa na maneno ya kusema mbele za Mungu. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Paulo alikuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Anaenda katika kanisa la Korintho linalokaa chini kama mimi na wewe. Anasema ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Kuna sababu nini? Kwa sababu ya ile neema mliopewa iliyo ndani ya Kristo Yesu. Ile katika ile, kwa sababu ya ile neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo Paulo anaendelea kuiona ile neema Mungu aliyoweka ndani ya watu. Anasema namshukuru Mungu kwa ajili ya ile neema mliopewa. Haleluya. Kila mmoja aliyopo hapa amepewa neema na Mungu kwa kipimo ambacho amepimiwa nacho. Kuna mwingine umepewa kipimo cha majaribu madogo madogo, kuna mwingine umepewa kipimo cha majaribu makubwa, lakini bado Mungu anathibitishwa na anataka kuthibitishwa kupitia wewe. Lazima tumshukuru Mungu kupitia hayo majaribu na kila shida na kila adha. Haleluya. Lakini sio mwingi wa fadhili. Jamani, nilipokea zawadi. Nitakusahau. Nimepokea zawadi kutoka kwa watoto. Mungu awabariki. Nimepokea zawadi kwa furaha kubwa. Wewe ninang'ang'ana kama dhahabu. Sikila milioni 100 hivi. Nimepokea baba. Mungu awabariki. Nisiwe nimekaa kimya. Kumbe nilipokea kitu. Si bure. Haleluya. Hivyo sasa ni mojawapo ya shukrani kwamba ningeendelea mkaa kimya, wangejiuliza hivi sasa ile sasa mchungaji hivi anachukuliaje? Mbona kama amekaa kimya hajasema chochote? Si unaona? Lakini nimekuja kusema ninashukuru kwa ajili ya saa, tendo la unyenyekevu. Pili ni tendo la heshima kwa wale waliotoa, ninawaheshimu kwamba Mungu awabariki. Amen. Paulo anafika Korintho anasema Baba, namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, sio siku moja, tena siku zote. Anasema kwa ajili yenu. Kwa sababu hii neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa ajili ya ile neema mliopewa iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Unajua tunapenda kumwambia Mungu na kushukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mwema, ametulinda miezi 12, yani siku
365 za kila siku alisema usiogope. Usiogope mwanangu, nitakuwa pamoja na wewe, nitakushika mkono ili maji yasikugharikishe. Uendapo katika moto usikuteketeze, upitapo katika maji yasikugharikishe. Bwana siku 365 amesema usiogope, naye amekushika mkono. Ina haja gani tusiseme Bwana tunakushukuru? Lazima tuseme Baba tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako, kwa kuwa wema wako haukomi, unadumu hata milele. Wanadamu wanaweza kukoma, lakini sio wema wa Mungu. Haleluya. Lazima tumshukuru Mungu. Wangapi wamefanya mema zaidi? Wangapi walikuwa na elimu zaidi? Wangapi ni matajiri? Wangapi wenye cheo? Mbona wamekufa? Wewe mbona upo? Hapo tu ndio swala la kukumbuka na kutafakari na kuzidi kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu. Kwa nini usishuke na kunyenyekea mbele za Mungu? Kwamba mwaka jana tulikuwa wote. Hebu piga picha ndugu yetu jana tu. Alikuwa anafurahia labda anakusanya fedha kidogo hata kama na familia yake, kama na familia. Alikuwa anakusanya fedha kidogo ili asherekee na wengine kama leo sherehe ya leo. Lakini leo jana haikuvuka kwake, imekuwa bahati mbaya. Amepita. Mbona mimi na wewe tupo? Hebu tujiulize, sisi ni wema sana mbele za Mungu. Sisi ndio tumelipa gharama zote duniani, tumechukua dhambi zote za ulimwengu. Hapana. Sisi, mimi na wewe ni watu ambao tu tumepata kuruzukiwa neema ya Mungu ya upendeleo kufika mwaka 2026. Haleluya. Kwa hivyo tunapomshukuru Mungu, lazima tumshukuru Mungu ikiwa ni kwa furaha, ikiwa ni kwa machozi, tumwambie Baba umestahili, ushukuriwe wewe ambaye unaishi milele. Haleluya. Lakini pia tasoma kitabu hiki cha Wakorinto, hiyo sura mstari wa 14. Paulo alimshukuru Mungu kwa mambo kubwa kadha wa kadha. Ukisoma Wakorinto hiyo wa kwanza 14 mstari wa 18, Paulo anazungumza jambo hapa. Paulo, Mungu alikuwa amemjaza neema sana. Alikuwa ananena kwa lugha kupita jamaa yake wote. Na hapa anasema hivi, basi tulia kwanza hapo. Nisome sawa sawa. Hapo. Mstari wa 18, sura ya 14. Anasema hivi, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Paulo hata aliponena kwa lugha alimshukuru Mungu. Wewe umenena kwa lugha mara ngapi na Mungu amekujaza kipawa cha kunena kwa lugha? Mungu amekupa kuona maono, amekupa kuona ndoto, amekupa kufasiri mambo mbalimbali. Je, lini ulikaa ukamshukuru Mungu? Ndio leo sasa, mwaka wa kwanza, nenda mshukuru Mungu, mwambie Baba nakushukuru kwa sababu umenipa kipawa cha kunena kwa lugha zaidi ya watu wote. Umenipa nguvu, ninafanya biashara kuliko watu wengine. Umenipa nguvu, ninaweza kuomba kuliko wengine. Umenipa nguvu, naweza kutia moyo wengine wakaendelea mbele wasirudi nyuma. Umenipa nguvu, Baba nakushukuru. Umenipa kipawa cha kuonya na kufundisha na kusaidia. Umenipa nguvu, Baba nakushukuru. Sasa Paulo alipoona kuna kitu kimezidi kwake, akukiona ni cha kwake mwenyewe, bali alisema Bwana ninakushukuru kwa sababu mimi huwa ninanena kwa lugha zaidi ya wengine wote. Haleluya. Kwa tunapokuja mwezi wa kwanza tarehe 1 leo kwenye ibada hii, lazima tumshukuru Mungu, lazima tumuinue Mungu, lazima tumrudishie Mungu utukufu, kwa kuwa yeye amestahili wa utukufu, wala utukufu wake hauwezi kugawanyika na vitu vyovyote. Utukufu ni wa kwake Mungu. Amen. Haleluya. Vile ulivyo wewe, vile unavyotembea ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Uliamka leo ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ulifika tarehe 1 usiku wa saa 6 ni kwa sababu Mungu amekuacha wewe ufike. Kuna watu saa 1, kuna watu ilipofika tarehe 1 saa 6 usiku ndio walikuwa wanakufa wanaondoka duniani. Lakini mimi mwenzangu nimeongeza kitu cha samani. Leo tena nimeongeza, leo ni birthday yangu. Hebu nipigieni makofi basi. Haleluya. Uniombee mema, Mungu azidi kunibariki. Leo mimi nimezaliwa tarehe kama hii, mwezi wa kwanza mwaka fulani kule nyuma, Mungu alinitoa katika tumbo la mama. Amen. Unaonaje hiyo? Kila mwaka mpya mimi nasherehekea. Kwa hiyo kila mwaka mpya mkariri kwamba ni birthday ya mchungaji. Lakini mimi sifurahi kwamba ninaongeza mwaka, kumbe naenda kuzeeka, napita mapema. La. Mungu nasimamisha miaka hapo kidogo. Isimame, isiende haraka. Haleluya. Amen. Hiyo ilikuwa tangu zamani, kwamba tangu zamani watu walikuwa na tabia kusherehekea
birthday zao. Hata ukisoma kitabu cha Marko unasoma Herode anasema Herode alikuwa anawafanyia birthday wakuu wake wenye vyeo na majemadari walikuwa wanafanyiwa vyeo. Nikamwambia kule Bukoba, nikamwambia sasa, je, Yesu si mkuu kuliko hao majemadari? Si ni zaidi tumfanyie birthday yeye mkuu wa wakuu, wafalme wa wafalme? Nikamwambia wengine wanaangalia tarehe, wanaangalia siku, eti Yesu akuzaliwa tarehe 25. Si atuangalie tarehe, atuangalie siku wala tarehe. Tunaangalia kile kilichobebwa, kilichosimama, kilichochanua ni kitu gani. Ukibeba ua tunaona nini jamani? Ukiwa na ua, tukiwa na ua hapa tutauliza, je, nimeshika nini? Unasikia wanasema ua. Hawaoni kopo. Sisi hatuangalii kile kilichozaliwa na siku. Tunaangalia kilichozaliwa, tuangalie ile siku. Haleluya. Amen. Achana kutafuta siku. Tunaangalia aliyezaliwa ni mkuu. Hatuangalii tarehe wala siku. Alafu aliyefanya hili tendo, wengine wanapiga hesabu miezi 6, mwezi wa 6. Kwa nini asizaliwe njiti? Mungu hawezi kufanya kitu kizaliwe njiti hata kama ni siku moja. Mungu hata leo siku moja akisema anafanya kitu kinaumbika na kinakuwa kama wewe mtu mzima hapo ulipo. Amen. Haleluya. Haya, tuachane na huko. Kwa hiyo Paulo akasema namshukuru Mungu kwa sababu nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Paulo aliyafunua haya akiwa Korinto. Aliona kuna kitu cha ziada. Wewe uone kuna kitu cha ziada? Je, wewe mwenzangu kuna kitu cha ziada unakiona mbele yako leo? Kama kuna kitu cha ziada ni hiki, kwamba umefika tarehe kama hii. Tarehe kama hii miaka iliyopita nilikuwa natamani ningekuwa na baba yangu na mama yangu. Nitamani niwe na kaka yangu. Tunaendelea kufurahi kama tulivyokuwa tumefurahia, tunaendelea kufurahia kwenye jamii tunapokutana mwaka mpya na siku za Christmas. Lakini Mungu alivyo, yeye ndiye apangaye kila sana kila siku, akawachukua wale watatu mbele yangu akaniacha mimi. Kwani mimi nilikuwa mzuri sana? Alafu kiangalia mimi wala sikuwa nimesoma sana. Lakini kaka yangu alikuwa amesoma na alikuwa na elimu toka la kwanza. Mimi ambaye nilikuja tu nikajua kusoma la 7. Mungu ameniacha. Je, mimi nimelipa nini? Hapana, bali ni upendo wa Mungu kuacha mimi na wewe tuwepo leo. Amen. Basi tusome tena andiko moja kutoka wa Filipi. Paulo alipofika kule Filipi aliwaambia nini? Tuangalie wa Filipi. Paulo alipoenda kanisa la Filipi aliwaambia maneno haya. Filipi sura ile ya kwanza mstari wa 3. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Paulo anazungumza maneno haya, nisome na mstari wa 6. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioni mwenu ataitimiza hata siku ya Kristo Yesu. Paulo anaanza mstari wa 3 anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Paulo alikuwa anapenda kumshukuru Mungu anapowakumbuka kanisa la Filipi. Yaani ni mfano tu, ninapokuwa Kagera, ninapokumbuka hapa namshukuru Mungu. Nasema Mungu asante kwa ajili ya kanisa lililoko Lukobe. Hiyo ni njia ya kumwonyesha Mungu kwamba ninamheshimu, kwamba ninampenda ninapomwonyesha haya. Haleluya. Nilipokuwa Kagera nasema Mungu ninakushukuru, ninapokumbuka hapa kanisa Morogoro nasema ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ninaanza kushukuru Mungu. Maana yake nini? Shukrani ni njia ya kuonyesha kwamba Mungu ndiye alitufikisha hapa tulipo. Sio mimi na wewe, bali ni Mungu ametufikisha hapa. Pamoja kuna juhudi tunazifanya, ni Mungu anafanya zile juhudi tufike hapa. Haleluya. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Madale pale. Tumekuwa hapa muda mfupi, akaniambia, "Je, leo kuna kipindi?" Nikamwambia ndio kuna kipindi. Akasema nakuja sasa hivi. Nikamwona amefika hapa. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Na ninajua kuna jambo Mungu ataenda kufanya siku ya leo kwenye maisha yako. Ninaamini hivyo. Leo kuna jambo Mungu atalifanya kwenye maisha yako. Amen. Sasa mimi nikisemaga leo, usitegemee tu leo hii. Uwe na imani ya kusema leo hii kwamba hilo jambo linaanza kwenye maisha yako. Amen. Liwe sasa hivi, liwe kesho, liwe kesho kutwa, lakini hilo jambo linaanza mwaka huu na mwezi huu na tarehe hii na saa hii nitakapoenda kuomba. Mpendo, unajua nazungumza kwa nini? Ninayo mamlaka iliyopo ndani yangu ya kutamka lolote nalolitaka kwenye maisha yako litokee. Liliwe. Na nina hiyo mamlaka kusema jambo hili lisiwe kwako na linaweza lisiwe. Amen. Nina uhakika huo.
sababu nikupe? Tuachane nisikupe sababu, nikuache tu kwanza. Nitakupa sababu baadaye. Haleluya. Namshukuru Mungu wangu kwa kila niwakumbukapo siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote kusema sala zangu kwa furaha. Paulo alikuwa akipiga magoti akiomba katika sala zake, anakuwa na furaha sana anapowakumbuka kanisa la Filipi, wale waumini walioko Filipi. Kwa hivyo unapofanya hivyo, ina maana moyo wa Mungu unasikia furaha kwamba namheshimu. Shukrani ni njia ya maombi. Haleluya. Kumbuka, shukrani ni njia mojawapo ya kumwendea Mungu, kumwambia na kushukuru. Ni njia ya kuonyesha kwamba nina mheshimu Mungu na kumnyenyekea. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuacha vile ulivyo, lazima atakupeleka viwango vya juu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, huku mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa kuwa yeye anajishughulisha mno na mambo yenu. Yeye anajishughulisha mno na mambo yenu. Nasoma andiko lingine katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 11. Yeremia 33 mstari wa 11. Haya ni maneno ya kumshukuru Mungu, nabii alikuwa anaeleza. Yeremia 33 mstari ni ule wa 11. Kama umefika mnaweza tukasoma. Itasikikana tena, sikiliza 11 mstari. Itasikikana tena sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti yao wasemao, mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele. Na sauti zao waletao sadaka za shukrani nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Bwana alinena maneno haya na kinywa cha nabii Yeremia kupitia wana wa Israeli ama Wayahudi walikuwa wanaokaa kule Babeli miaka ya utumwa. Basi nabii anapewa ujumbe, anasema itakuja kusikikana tena sauti, itakuja tena kusikika sauti ya furaha, sauti ya furaha. Anasema itakuja tena kusikika sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Kumbuka, anapokuwa bibi harusi na bwana harusi kuna sauti ya furaha, si ndio? Kuna sauti ya shangwe, si ndio? Bwana akasema na kinywa cha nabii Yeremia kwamba itakuja kusikika tena sauti ya shangwe, sauti ya furaha na sauti ya shangwe kwa ajili ya bwana harusi, sauti ya bibi harusi na sauti ya bwana harusi. Maana yake nini? Ipo wakati utakuja kwa mtu kwa furaha, itakuja sauti ya furaha, sauti ya shangwe, na huyo mtu atakuwa na wakati wa kufurahi, atakuwa na wakati wa sherehe. Kama tulivyovuka mwaka huu, hivyo tuna sauti ya furaha, tuna sauti ya shangwe sababu tumevuka. Lakini tukienda mbele zaidi, kwamba iko siku Yesu atarudi na atakuja kulichukua kanisa. Yeye ni bwana harusi na sisi ni bibi harusi. Itasikika sauti ya bwana harusi na itasikika sauti ya bibi harusi. Wakati Yesu atakuja kulichukua kanisa, tutasikika sauti za furaha, sauti za shangwe ya kufurahi. Haleluya. Maana Bwana ni mwema na anasema hivi, kipengele cha pale mbele anasema wasemao wamshukuru Bwana, sauti yao wasemao mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele. Na sauti zao waletao sadaka za shukrani nyumbani mwa Bwana zinatakiwa kusikika. Kuna kipindi ilifika Bwana anataka asikie watu wakishangilia, watu wakimshukuru kama tulivyofanya hapa. Tumeongoza, tumetoa sadaka za shukrani, na nadhani kama bado hujatoa utaendelea kutoa sadaka yako ya leo, ukimwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenifikisha mwaka huu. Nakushukuru Bwana. Amen. Kwa hiyo ikasikika sauti hiyo kwamba Bwana ni mwema na rehema zake ni za milele. Sauti zao zilisikika, waletao sadaka nyumbani kwa Bwana. Kwa hivyo lazima tumwambie Bwana, wewe ni mwema, umenilinda mwaka jana na mauti,
umenipigania dhidi ya mateso ya magonjwa, umenivusha nilipo hapa, ni kwa sababu ya baraka zako. Haleluya. Kwa hiyo hata kipindi kile ilikuwa hivyo hivyo. Ndio maana Bwana alipowatoa mateka wa Sayuni, alipowarudisha mateka wa Sayuni, walikuwa kama waota ndoto. Nasema katika Zaburi kule anasema Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, walikuwa kama wanaota ndoto. Na sisi kama Bwana alipoturudisha mwaka, tumekuwa kama tuwaota ndoto. Lakini sio tusifurahie kuvuka mwaka, lakini nataka leo kwamba Mungu anapokuvusha, basi Mungu akubariki na baraka kubwa, ili uende kumiliki baraka, ili uende kwenda kushangilia na baraka zile tele. Haleluya. Isiwe tu kuvuka, usiwe tu kuvuka, uende ukamiliki baraka za Bwana. Haleluya. Amen. Tukisoma katika Zaburi, Mambo ya Nyakati 16 mstari wa 38, Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 24, Biblia inasema, Nyakati wa kwanza ile sura ya 16 mstari ule wa 34, Biblia inasema hivi. Haya ni maneno ya Daudi, ni mwandishi wa maneno haya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapa tunaona maneno haya ya kitabu cha Nyakati. Neno la Bwana linatuambia mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru Mungu kwa sababu fadhili zake, kwa kuwa Bwana ni mwema. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Yeye ametupa uzima, ametupa na chakula mwaka mzima uliopita, ametupa na mavazi, ametupa na furaha. Hata kama tulikuwa tuna changamoto ndogo ndogo, lakini bado Baba amekuwa ni mwema, bado Mungu amekuwa ni mwema. Haleluya. Huyu ni Baba amekuwa mwema. Kama ulivyo wewe mwema kwa familia yako, naye Mungu amekuwa mwema kwenye maisha yetu. Haleluya. Anasema kwa kuwa Bwana ni mwema, fadhili zake ni za milele. Ni kweli fadhili za Bwana ni za milele. Fadhili za Bwana ndio zimeniweka hapa mimi na wewe. Kama sio fadhili za Mungu, inawezekana leo tusingekuwepo. Kwa sababu kuna watu wamepita, wametoweka, hawapo kwa sababu ya fadhili za Mungu zilikoma kwenye maisha yao. Lakini Mungu ni mwema kwenye fadhili zake, ndio maana mimi na wewe tupo. Haleluya. Tukichunguza haya maneno, lazima tumshukuru Mungu. Hatuna sababu ya kupiga chenga. Yaani hata kama kuna jambo gani unalisikia, uliona ni baya limekuonekania kwenye maisha yako, lakini pamoja na hilo baya, mbona leo upo hapa? Si bado uko hapa? Amen. Wakati mwingine ilikuwa ni ugonjwa, umevuka nao, upo nao leo hapa. Lakini unapaswa kumwambia Mungu nakushukuru. Mbona ningekufa mwaka jana, pamoja nilikuwa nasikia hii hali, si ningekufa? Si ndio? Lakini mbona bado upo? Mshukuru Mungu. Tukisoma Zaburi ya 107 mstari ule wa kwanza tu, Biblia inasema hivi. Zaburi 107, Biblia inasema, Zaburi 107 mstari wa kwanza, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwimbishi ni Daudi anatuambia katika Zaburi ya 107 mstari wa kwanza, anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, fadhili zake ni za milele. Haleluya. Fadhili za Mungu ndio zimetufadhili mimi na wewe kuwa hapa. Kama ingekuwa ni mtu angesema nimekufadhili kwa sababu alikupa fedha. Unajua kuna mtu anaweza kumfadhili mtu fedha akasema umefika hapa ni kwa ajili yangu mimi. Ndio maana leo uko hapa na afya hii, uko hapa na maisha haya, upo hivi, upo hivi ulivyo. Lakini Mungu sio mwanadamu. Yeye anatufadhili vile tulivyo. Tuwe tunavyo ama tunavyo. Tuwe wazuri ama wabaya. Tuwe wenye akili njema ama tuna akili njema. Mungu bado anatufadhili vile vile. Haleluya. Mungu bado anafanyaje? Anatufadhili. Ingekuwa ni mwanadamu angesema hamna, fadhili zangu naziondoa kwa huyu kwa muda. Kuna wakati watu wametuwekea vitu vyao. Kwa mfano, kule nyumbani kuna watu walikuwa wamewekesha ng'ombe kwetu. Ng'ombe. Wamewekesha ng'ombe wakasema ikizaa ya kwanza ya kwenu, ya pili ya kwetu. Baadaye ilifika wakaja, sijui kulitokea tetesi gani, sijui walinyimwa pombe. Kwa sababu kuna watu kule nyumbani nasema ukiwapa pombe ndio wanatoa
mali zao kama ng'ombe, tunapeana walikuwa wanatupeana kwa pombe. Imani walipotupa ng'ombe wa kwanza, mzee alitengeneza pombe. Wakapeleka kule, tukachukua ndama mzuri. Yule ndama akawa anakuja kuzalisha. Baadaye yule mzee alikuja akachukua wale ng'ombe. Sijui aliona sasa pombe imekoma. Atupite na pombe. Unajua kuna watu wanapenda pombe huko duniani. Hasa Wanyarwanda, Wanyarwanda kwa pombe ya kayonga, inaitwa kayonga. Waambie kitu. Napenda kweli.